Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Serikali ya Tanzania imeeleza kusikitishwa na azimio la bunge la Umoja wa Ulaya ikidai kwamba uamuzi uliofikiwa kwa kuzingatia taarifa zisizo kamili au za upande mmoja bila kuwasiliana na serikali kwa njia za kidiplomasia. Kata ya Ilemi iliyopo jijini Mbeya imetajwa kuwa moja ya kata zinazoongoza kwa watoto kupotea, ambapo wananchi wa kata hiyo wameiomba serikali kutoa elimu ya malezi bora kwa watoto. Na katika michezo, timu ya Yanga jijini Dar es Salaam imemtangaza nyota wao Pacome Zouzoua kuwa mchezaji bora wa mwezi Aprili mwaka huu katika kura zilizopigwa na wanachama wa timu hiyo. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo, na uko nami Resta Faris. Serikali ya Tanzania imeeleza kusikitishwa kwake na azimio la bunge la Umoja wa Ulaya ikidai kwamba uamuzi uliofikiwa kwa kuzingatia taarifa zisizo kamili. Serikali imeeleza hayo katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, ikiwa ni siku moja tu baada ya bunge hilo kutoa maazimio kuhusu kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu na kufunguliwa kesi ya uhaini, ikilaani kitendo hicho kwa madai kwamba mashtaka hayo ni ya kisiasa. Zaidi, mwanahabari Sara Mwambepo anasimulia zaidi taarifa hii. Kamatwa Aprili 9 mwaka huu akiwa wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma baada ya kumaliza kuhutubia mkutano wake wa hadhara, na baadaye aliletwa Dar es Salaam ambako alifunguliwa mashtaka mawili: kuchapisha taarifa za uongo na uhaini. Kutokana na mwenendo wa kesi hiyo, bunge la Umoja wa Ulaya lilijadili na kutoa maazimio kuhusu kukamatwa kwa Lissu na kufunguliwa kesi ya uhaini, ikilaani kitendo hicho kwa madai kwamba mashtaka hayo ni ya kisiasa. Bunge hilo limezitaka mamlaka za Tanzania kusitisha mara moja ukandamizaji unaozidi kuongezeka, ukamataji holela, ukatili, mashambulizi na unyanyasaji dhidi ya wanachama wa upinzani, watetezi wa haki za binadamu, waandishi wa habari na mashirika ya kiraia. Kutokana na maazimio hayo ya bunge la Ulaya yaliyochapishwa katika tovuti yao, serikali ya Tanzania imeeleza kusikitishwa na uamuzi huo kufikiwa kwa kufuata taarifa za upande mmoja, huku ikisema inafuata misingi ya demokrasia na utawala bora. Shukrani sana Sara Mwambepo. Tukiangazia hapa jijini Mbeya, kata ya Ilemi iliyopo jijini Mbeya imetajwa kuwa moja ya kata zinazoongoza kwa watoto kupotea, ambapo wananchi wa kata hiyo wameiomba serikali kutoa elimu ya malezi bora kwa wazazi. Wakizungumza na Dream Media habari, wananchi hao wamesema kwamba hali hiyo inatokana na malezi duni ya watoto na hali ngumu ya maisha bora ya malezi ya watoto wao. Zaidi, mwanahabari Claudi Elias anasimulia zaidi. Kata Ilemi inayopatikana jijini Mbeya kumekuwa na matukio ya kupotea kwa watoto kila uchao, hali ambayo imeifanya Dream Media kufika katika kata hiyo ili kujua changamoto hiyo. Wakizungumza na Dream Media, baadhi ya wananchi wa kata hiyo wamesema hali hiyo inatokana na malezi duni ya mtoto na hali ngumu ya maisha kwa baadhi yao, huku wengine wakikosa elimu ya malezi kwa watoto wao. Mimi nafikiri changamoto ya watoto kupotea ni uzembe wa wazazi sometimes. Mimi upande wangu na hizi labda changamoto inawezekana inategemeana, kwa sababu unakuta watoto wengi unasikia wanasema kwa ametoka kwenda shule, katika labda katika kurudi shule labda ndio hajafika nyumbani. Kwa hiyo sasa hapo inategemeana kila mtoto katika mazingira yake, au mwingine labda katika michezo utakutana njiani na wenzake michezo. Hata hivyo, Helman Charles ni kaimu afisa mtendaji wa kata Ilemi jijini Mbeya, akizungumzia swala la kupotea kwa watoto amesema hakuna taarifa zozote zilizofika ofisini kwake juu ya kupotea kwa watoto. Wazazi wanakiri na ambao ndio wananchi wangu, na matukio hayo kwangu hajanifikia, ni wazi pengine labda sijisema wanaogopa kuyafikisha au uelewa mdogo wa wanajamii, na kama yapo kwa sehemu kubwa inawezekana ni kutokana na malezi ya wazazi wenyewe, kwa sababu wazazi wengi wa kata Ilemi ni wajasiriamali.
Vilevile, kaimu afisa mtendaji huyo ameongeza kuwa endapo kama kuna vitendo hivyo vya kupotea kwa watoto vipo ndani ya kata hivyo lakini haviripotiwi ofisini kwake, hivyo elimu zaidi inahitajika kwa wazazi na walezi juu ya namna bora ya kuwalea watoto wao. Claudia Riosin, Dream Media. Tukiwa tumesalia jijini Mbeya, tunaarifiwa kwamba mashindano ya riadha ya Betika Mbeya Tulia Marathon yameanza rasmi leo kwa kuhusisha mbio fupi ambazo ni mbio za ndani ya uwanja. Mashindano hayo yanatarajiwa kuhitimishwa kesho Mei 10 mwaka huu kwa mbio ndefu, huku mgeni rasmi akitarajiwa kuwa naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko akiwa na mwenyeji wake Dr. Tulia Ackson ambaye ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini. Zaidi Esau Godwin anasimulia zaidi. Akizungumza uwanjani hapo, mbunge wa jimbo la Mbeya mjini ambaye pia ni spika wa bunge la Tanzania na rais wa umoja wa mabunge duniani Dr. Tulia Ackson amesema katika mashindano ya mwaka huu yameboreshwa kwa kuongeza siku za mashindano pamoja na kuongeza michezo ili kutoa hamasa kwa washiriki pamoja na kutoa fursa kwa wanamichezo wengi. Kwamba tufanye siku tofauti. Na sasa tumeelewa ufanisi unakuwa mkubwa zaidi kwa sababu wakati mwingine wale ambao wanakimbia mbio ndefu wanaweza pia kukimbia fupi. Kwa hiyo kuna mtu mmoja anapata zawadi ya mita 100, anapata mita 200, 400, 800, 1500 na kesho anakimbia tena. Kwa hivyo anakuwa kwa kweli amepata zawadi nyingi mtu mmoja, lakini ufanisi tu ni mzuri zaidi kwa sababu sasa hatukimbizani na ile ratiba kama ambavyo ilikuwa huko nyuma. Kwa upande wake, mratibu wa Betika Mbeya Tulia Marathon Louisa John amesema katika siku ya mwisho ya mashindano hayo ambayo ni Mei 10 mwaka huu zitafanyika mbio za barabarani na kwamba mwitikio ni mkubwa. Na kesho tutakuwa na mbio za barabarani ambapo kutakuwa na kilomita 10, kilomita 5, kilomita 21 na kilomita 42. Ambazo zitaanzia uwanja wa Sokoine hapa na pia zitamalizika hapa. Kwa kweli mwitikio ni mzuri kwa sababu mpaka wengine wamefika hatua mpaka sasa hivi wanataka kujisajili, lakini naye Amida Nasoro Musa kutoka timu ya riadha ya Jeshi la Polisi Tanzania ambaye amefanikiwa kuwa mshindi wa mita 800 na mita 1500 ametoa rai kwa waandaaji kuongeza michezo mingine ili kutoa fursa zaidi kwa wanamichezo wengine. Kwa majina naitwa Amida Nasoro Musa kutoka timu ya riadha ya Jeshi la Polisi Tanzania ambayo iko Arusha. Nashukuru Mungu. Siku ya leo nimekimbia mita 800, nimetokea mshindi wa kwanza na mita 1500 pia nimetokea mshindi wa kwanza. Nashukuru sana. Na hii ni mara yangu ya kwanza kushiriki mashindano haya. Changamoto ipo kwa sababu sisi wachezaji wengi wa Tanzania tumezoea kukimbia mashindano ya barabarani. Yaani ni ngumu sana unapotokea long distance alafu unakuja unakimbia uwanja. Kwa hiyo changamoto ipo. Pia wapinzani ni wapo wamejipanga, kila mtu amejipanga kivyake. Waweke kipaumbele kwenye mashindano kama kwa sababu kuna wenzetu wanafanya mchezo wa kurusha tufe ambao wanakuwa wanasubiria tu mashindano ya taifa. Hapa haijakuwa. Lakini nashukuru pia kwa sababu miaka ya nyuma ilikuwa ni mbio tu. Wameongeza pia kuruka chini. Na waomba waongeze pia na michezo mingine ili na wengine wapate fursa. Mashindano ya Betika Mbeya Tulia Marathon yanafanyika kwa siku 2 jijini Mbeya, kuanzia leo Mei 9 na kesho Mei 10, akishirikisha mbio fupi na mbio ndefu. Esau Godwin, Dream Media habari. Ni sauti ya Esau Godwin akihitimisha taarifa hiyo ambayo inahusisha mbio za riadha ya Tulia Marathon, ikiwa ni msimu wa 9 sasa tangu mashindano hayo yaanze. Mtazamaji wa Dream Media, nikukumbushe kuendelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia taarifa za mataifa mbalimbali kama ambavyo zinaletwa kwako na Brownie Tinda. Papa Leo 14 leo ameongoza misa katika kanisa la Sistine, ikiwa ni mara ya kwanza kufanya hivyo kama kiongozi wa kanisa Katoliki. Kabla ya kuanza kwa ibada hiyo, Papa Leo 14 alibusu madhabahu na kuizunguka mara moja akiwa na moshi wa ubani.
Ibada hiyo imeanza kwa maombi yaliyoongozwa na Papa ya kukiri dhambi na kuomba msamaha wa Mungu. Papa Leo amewaambia makardinali kwamba anatumia kuchukuliwa kwake kunaweza kusaidia Kanisa Katoliki kuleta mwanga kwenye usiku wa giza wa ulimwengu huu na kwamba anaweza kuwa msimamizi mwaminifu wa kanisa zima. Mchakato huo wa kumpata papa huyo ulienda kwa siku 2 na imeelezwa kuwa alichagua jina hilo kwa sababu aliona anafaa kufuata yale ambayo Papa Leo 13 aliyafanya. Papa Leo 13 alikuwa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki kuanzia mwaka wa 1878 mpaka 1903 na alisifika sana kutokana na mafundisho yake kuhusiana na ubinadamu. Hivyo Papa Leo 14 ameona bora afuate yale mazuri ambayo Papa Leo 13 alianzisha. Na Washington, Rais wa Marekani Donald Trump amedokeza kuwa ushuru wa Marekani kwa bidhaa kutoka China huenda ukashuka, huku maafisa wakuu wa biashara kutoka mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani wakipanga kufanya mazungumzo. Trump ametoa maoni ya hayo wakati wa hafla ya kubainisha mpango wa ushuru na Uingereza, makubaliano ya kwanza kama hayo tangu aziguse nchi kote ulimwenguni kwa ushuru mkubwa mnamo mwezi Aprili. Mazungumzo kati ya China na Marekani yanatarajiwa kufanyika siku 2 tu baada ya Uingereza kuwa nchi ya kwanza kufikia makubaliano ya ushuru na utawala wa Trump. Marekani imekubali kupunguza ushuru wa kuagiza kwa idadi fulani ya magari ya Uingereza na kuruhusu baadhi ya chuma na aluminium kuingia nchini bila kutozwa ushuru kama sehemu ya makubaliano mapya. Mtazamaji, huyo ni Brown Tinda akihitimisha taarifa za mataifa mbalimbali. Katika michezo, timu ya Yanga ya jijini Dar es Salaam imemtangaza nyota wao Pacome Zouzoua kuwa mchezaji bora wa mwezi Aprili mwaka huu katika kura zilizopigwa na wanachama wa timu hiyo. Huyu hapa Ramadhani Kasim akikuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo, klabu ya Young Africans imemtangaza nyota wake Pacome Zouzoua kuwa ndiye mchezaji bora wa mwezi April kwenye tuzo ambazo hutolewa kila mwezi na klabu hiyo, tuzo ambazo ni matokeo ya kura zinazopigwa na wanachama na wapenzi wa klabu hiyo ya Young Africans kwa wachezaji wao ambao wamefanya vizuri kwenye mwezi husika. Kwingineko, maandalizi ya kuelekea mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao utapigwa siku ya Jumapili Mei 11 kati ya wenyeji KMC na Simba Sports Club yanaendelea, huku tambo zikiendelea kutolewa kwa pande zote mbili, ambapo klabu ya Simba wao wanaamini huo ni mchezo muhimu kwao ili kupunguza utofauti wa alama uliopo kati yake na mtani wake wa jadi Young Africans. Kwa upande wa KMC wao nao wanahitaji alama 3 kwenye mchezo huo ili kujitengenezea mazingira mazuri kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kimataifa, ligi mbalimbali zinaendelea usiku wa leo, ambapo majira ya saa 3:45 usiku pale nchini Italia kuna Serie A AC Milan wanakaribisha Bologna, wakati kule nchini Uhispania majira saa 4 kamili usiku ni mchezo kati ya Las Palmas dhidi ya Rayo Vallecano. Pale nchini Ujerumani kunako Bundesliga kuna mchezo mmoja pia hii leo ambapo Wolfsburg wao watawakaribisha Hoffenheim. Nihitimishe na taarifa kutokea pale nchini Ujerumani ambapo klabu ya Bayer Leverkusen imethibitisha kuwa meneja wake wa sasa Xabi Alonso ataondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu huu. Alonso alikuwa kama bidhaa isiyojulikana alipokubali kujiunga na Bayer Leverkusen mwaka 2022 baada ya kuchukua nafasi kuifundisha timu B ya Real Sociedad ya pale nchini Hispania kabla ya kutimkia huko nchini Ujerumani na kuchukua muda kidogo kujitengenezea sifa kwa ngazi ya meneja. Kiungo huyo wakati wa zamani wa klabu ya Liverpool alifanya vizuri kwenye msimu uliopita wa ligi kuu soka nchini Ujerumani maarufu kama Bundesliga kiasi cha kuzifutia klabu nyingi za soka barani Ulaya. Alikataa ofa ya kuzifundisha klabu za Bayern Munich na Liverpool, lakini miamba ya soka nchini Hispania klabu ya Real Madrid imeendelea na nia ya kumhitaji Mjerumani huyo msimu huu wa joto. Carlo Ancelotti, meneja wa sasa wa klabu ya Real Madrid, anatarajiwa kuondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu huu, na imeripotiwa kuwa Alonso tayari amekubali kusaini mkataba wa miaka 3 na timu hiyo ya nchini Hispania. Hatua ya kujiunga na Real Madrid inamaanisha kwamba Alonso atajiuzulu kama meneja wa Bayer Leverkusen msimu huu wa joto, ikiwa ni miezi 12 kabla ya mkataba wake kumalizika. Nikimnukuu, Alonso amesema, "Nina deni kubwa kwa Bayer Leverkusen, wachezaji na wafanyakazi wangu. Wafanyakazi wote wa klabu
na mwisho kabisa mashabiki wa klabu hii. Mafanikio yetu yalikuwa matokeo ya utendaji bora wa timu. Klabu hii ilionyesha imani ya kipekee kwangu. Ilistahili sana kushinda taji la ligi ya Ujerumani kwa mara ya kwanza. Shukrani zangu na pongezi ziende kwa kila mtu aliyesaidia kufanikisha ushindi huo, ikiwa ni pamoja na ushindi wa DFB Pokal mjini Berlin, alisema Alonso. Na hizo ndizo habari za kimataifa. Hii ni Dream Media. Shukrani sana Ramadhani Kasim kwa mkusanyiko huo wa habari za michezo. Na kabla ya kuhitimisha Dream Habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Serikali ya Tanzania imeeleza kusikitishwa kwake na azimio la bunge la Umoja wa Ulaya, ikidai kwamba uamuzi uliofikiwa kwa kuzingatia taarifa zisizo kamili au za upande mmoja bila kuwasiliana na serikali kwa njia za kidiplomasia. Kata ya Ilemi iliyopo jijini Mbeya imetajwa kuwa moja ya kata zinazoongoza kwa watoto kupotea, ambapo wananchi wa kata hiyo wameiomba serikali kutoa elimu kwa wazazi juu ya malezi bora kwa watoto wao. Na katika michezo, timu ya Yanga jijini Dar es Salaam imemtangaza nyota wao Pacome Zouzoua kuwa mchezaji bora wa mwezi Aprili mwaka huu katika kura zilizopigwa na wanachama wa timu hiyo. Na huo ndio mwisho wa Dream Media Habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ, na kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwaheri.